naitwa Magdalena Joseph. Kwa hiyo ametusumbua kwenye ile mji sana. Yaani mamangu ni mtu mzee sana na mwaka 85. Ni ajabu mmoja kwenye ile mji kwenye mwenyekiti wa kitongoji wa Kibaoni. Kila kero anayeniletea mamangu. Nimehangaika sana baada ya wakatuweka ndani. Wakatuweka ndani mamangu yule tukafungwa pamoja na mimi na kakaangu wakaja kuuza eneo. Sasa ile eneo waliuza mpaka yani kuanzia mama nikaenda paka kwa baraza kwa mwanasheria anaitwa Igiso. Igiso likaja mpaka nyumbani. Likaja kusuluhisha baba yetu alipouza sehemu. Ile sehemu aliyouza kwamba waliuza sisi tumewekwa ndani, mamangu hajaweka sehemu yote wala hayupo, tuko magereza. Mungu akatusaidia tukakata rufaa tukatoka. Tukakuta wameshajenga nyumba kwenye ile mji. Tukatafuta namna nikaenda kwa mkuu wa mkoa. Nikaenda kumueleza taswa. Akanirudisha kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya tukaenda na wazazi wangu wale wengine wa pembeni na ndugu zangu na mamangu. Wakatuambia nenda kwa msaidizi wake wa mkuu wa wilaya. Tukaenda. Ajabu moja tulitukwanwa. Tukaambiwa sisi ni mapumbavu. Sisi ni maumbwa. Sisi hatuogopi laana. Mara imepanda imeshuka. Tukatoka nje, tokeni mambo nje. Hamna kitu walichotusaidia. Tukasubiri mkuu wa wilaya akaja kwenye mkutano, alikuwa kwenye mkutano. Tukakaa, tukamngojea akaja, akasemaje? Nini shida? Tukamwambia tunakusubiri, tumefukuzwa, tumeitwa mambwa, tumefanya nini? Mkuu wa wilaya akasema hivi, nitakuiteni muda si mrefu. Paka leo wiki mbili zimesha. Bado kule nyumbani wanatutia matatizo na kutuua na kusema watatuua kwenye kitu wa kitongoji. Kila mtaa wote wametusunguka kwa sababu ya ile eneo waliouza. Mkuu wa wilaya, hili jambo unalijua? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nani anayehusika? Anayehusika likoje? Ni kweli lipo, lakini hawa wako wahusika wenyewe. Yuko mama na mdaiwa mwingine. Hawa ni watu ambao wamekuja tu hapo katikati. Kwa hiyo tukasema ili tuweze kutatua ni vema wakawepo wale wahusika wenyewe, kwa sababu hawa ni watu ambao sio jambo lao, ila wanazungumzia jambo la mama yao. Kwa hiyo nikamwambia tupeni muda. Sasa kwa ziara hii tukawa hatupo. Kwa hiyo nikamwambia tukimaliza ni wiki iliyopita. Wiki iliyopita. Haya, peana namba tunapomaliza ziara, ukae na hawa watu na wasaidizi wangu, na nyie mchukue hii namba, tutafuatilia limefikia wapi. Mheshimiwa mbunge, nakushukuru sana kufika hapa. Matatizo niliyoko nayo ni kwamba ndio juu ya miti, utwa mgongo, barua ndio hii. Sasa nimeshindwa, sina pesa, niuza kila kitu. Sasa nimebaki hii kama vile wanaoa. Nimeomba hapa, nimechoka. Barua ndio hii, ukisomeni mtakuta mwafaka iko hapa. Ulikuwa unaomba nini? Matibabu au ulikuwa unaomba msaada? Naomba kwenda matibabu, utwa mgongo na nua. Haya, mkurugenzi, tengeneza utaratibu ipatikane gari impeleke Dar es Salaam ama Dodoma. Tafuta gari ya serikali, tuma na mganga apelekwe kwenye madaktari wetu bingwa wa mgongo. Mimi nilikuwa na mwananchi wangu moja Iramba pale akiwa anatembelea hivi Magongo kwa ajili ya shida hiyo ya mgongo. Amefanywa operation, sasa hivi amerudi anatembea bila magongo. Kwa hiyo mpeleke. Katibu, utapeana namba na mkurugenzi, mwelekeze kwa yule daktari. Ili lifanyike mara moja, mkurugenzi. Nilishampa ruhusa yule mama. Mama ameenda wapi? Huyo hapa. Apewe huyo mama. Sasa niombe kitu kimoja. Kwa sababu tunataka tumruhusu waziri wa maji ajibu, na hili ni jambo kubwa. Lakini nitaka pia na waziri wa barabara aseme kuhusu hii barabara. Mridhie wale wengine, na waona vijana wapo ambao wanaweza wakawasiliana kwa simu. Mpite upande ule pale, muandike kwa wasaidizi wangu wale wengine. Andika namba ya simu, tutakupigia simu. Sogeni upande huu hapa. Sogeni hapa karibu na bango hapa. Wale ambao walikuwa na jambo, andikeni
Leo nimewafungia wataalamu wangu, ndio maana mnaona nusu ya mawaziri walioko kwenye ziara wengine hawako hapa. Tumewabakiza pale kwa ajili ya hoja moja moja. Kwa hiyo sogeni hapo, andikeni, hakikisha unaandika namba yako ya simu inayopatikana. Andikeni hapo, mtapigiwa na mimi mwenyewe nitafuatilia, nitatoa maelekezo kwa ajili ya majawabu yanayotakiwa. Ndugu yangu nimekuona, njoo hapa. Alafu tumsikilize mama na yule mtu wa ushirika, then tuwaruhusu waheshimiwa mawaziri wajibu. Baada ya mama msikilizeni wa ushirika, baada ya ushirika msikilizeni huyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba, kuna chama tulicheza mashima cha sakosi. Tulipeleka huko hela kwa ajili ya kusomesha watoto wetu. Sasa hivi nina watoto 4 wako nyumbani, niliwawekezea hela sakosi mashima kwa ajili ya kuwasomesha. Sasa hivi ile sakosi ya mashima imefungwa. Tukienda tukisema tutoe hela, wanasema kuwekeza hela ndio inatakikana, kutoa hela haiwezekani. Tukafika mahali mheshimiwa, ikatokea kipindi fulani tukaingia kwa Magufuli kabla hajafariki. Magufuli akatusaidia, akashika wale watu waliosimamia bodi, akawaweka ndani. Sasa hivi alipowaweka ndani, hatujui kinachoendelea na watoto wetu wako nyumbani. Kama mimi niliuza ng'ombe, mbuzi na kuku, nikaekeza kwa ajili ya wale watoto wangu wasome. Sasa hivi na watoto 4 hawaendi shule. Naomba tusaidie, tujue ile hela yetu iko wapi ya sakosi mashima. Mkurugenzi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unalijua hili? Wako wapi wahusika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli wahusika wa kwanza walikamatwa, ni kweli, lakini kuna bodi mpya iliyokuwa imeundwa. Mpaka hivi sasa swala lao liko chini ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro. Mrajisi yuko wapi? Mrajisi yuko wapi? Huyo hapa. Hebu tuambie hili linaisha lini? Tumeambiwa liko mezani kwako. Linaisha lini? Mama apeleke watoto wake shule. Mnalimaliza lini? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Swala hili sasa hivi liko kwenye ofisini kwetu, na hatua iliyofuata tumeteua wafilisi. Ndo wiki kama 2 wametangazwa kwenye Government Gazette ili utaratibu ule wa ufilisi uweze kuendelea na hata hawa wanachama waweze kupata haki yao. Mnaanza kuwapa lini? Barua za wafilisi bado hazijatufikia, wametangazwa tu kwenye Government Gazette. Nani anayetakiwa kuwaletea barua? Mrajisi wa vyama. Mrajisi. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, hebu tuambie hiyo barua inakuja lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuthibitishie mpaka kufika Jumatatu hizo barua zitakuwa zimeshafika. Mheshimiwa Waziri, kabla hatujatoka hapa ziara ya Tanga, hii barua hiyo imeshakuja. Sawa Mheshimiwa. Na wao watu waanze kupewa hiyo shughuli hiyo ikamilike. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Chukueni namba ya yule mama aliyewakilisha wenzake. Wewe mrajisi, chukua namba hiyo, mkishaanza tu mwataarifu. Haya, tumsikilize yule wa ushirika. Babu yetu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wananchi wote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru Mungu Baba wa mbingu na nchi kwa neema hii ya kupata kufika hapa leo na kukuona Waziri Mkuu. Nina tatizo kuhusu wizara ile ofisi yako ambayo inahusika na ujamaa na ushirika. Tumekuwa hapa na ushirika wa chama cha ushirika cha msingi cha Tarakea kuanzia mwaka 1984 mpaka leo hii. Tunauza kahawa pale kwenye chama. Na sisi wanachama ambao ni hai, kwa maana kwamba tulinunua wanachama kwa shilingi 1500 za mwaka ule wa 1984 na tukanunua hisa 10 kwa kila mwanachama. Na mpaka leo hii chama kile kimeboreka, kina godauni la zaidi ya shilingi milioni 70,
lina ukumbi wa mkutano ambao unaingiza fedha pia kwa biashara. Umejenga kituo kingine kule Kelelwa, na bado tuna milioni nyingi za fedha kwenye kile chama. Lakini cha ajabu ni kwamba mheshimiwa, hatupati evidence kwenye nini, kwenye ile 10,000 yetu tulioweka siku ile. Sasa huu umekuwa ni mtindo kwa mkoa wa Kilimanjaro wote, ndivyo unavyofanyaga tokea KCU mpaka hapa tulipo. Chuo kikuu cha ushirika kiko hapa Moshi, lakini Kilimanjaro ndio hakuna ushirika. Naomba kuwasilisha tu mheshimiwa. Dividend. Gawiwo la kila mwaka. Dividend. Mheshimiwa Waziri, mtendaji mkuu wa ushirika huu yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila chama kina utaratibu ule wa kufanya taarifa yao ya mapato na matumizi na inakaguliwa kila mwaka. Kwa hiyo sasa, kutokana na taarifa yao ya mapato na matumizi, wamekuwa wakipata faida, na ile faida huwa inatangazwa kwenye mkutano mkuu, wanachama wanafanya maamuzi kutokana na faida yao. Unalijua hili kwamba watoe gawio? Sijalifahamu kwa sababu Tarakea AMCOS ni chama hai na kila mwaka kinafanya mikutano mikuu. Yule kiongozi wao yuko wapi? Sasa chukua namba ya huyu mzee, mtafute yule mtendaji wao mkuu, ujue kwa nini hawafanyi ya magawio na wanafanya mikutano mikuu. Haya, tumsikilize mzee wangu hapa. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi mliofika hapa. Nina kero moja ni kuhusiana na maji, na nimemwona ndugu yangu Juma Weso yuko hapa. Kero yetu ya maji ni kuhusiana na wasomamita. Wasomamita wanatukadiria kutuletea bili ambazo si sahihi. Lakini nasema kwenye kijiji changu kuna watu waliofungiwa maji lakini wanatumia flat rate. Sasa kuna mwaka mzima hii fedha inaingia kwenye mfuko gani, na tulisema kwamba lazima tuwe na control number ya kuweza kulipa. Hapa kuna wizi unaotumika kwa idara ya maji, na mimi nishalalamika kwa meneja wa Tarakea na kuhusiana na hilo, lakini hakuna utatuzi wowote. Na hata mara mwisho nilizungumza nikamwambia nitawasiliana na Mheshimiwa Juma Weso kuhusiana na jambo liko hapa. Yuko mama mjane ana maji amefungiwa ile kuna mwaka na wiki kama 4. Hana mita lakini anapelekewa bili kwa kutumia flat rate. Si sahihi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba, tatizo la maji ni kero kwetu. Asante. Haya, asante sana. Sasa wakati tunamleta waziri wa maji, niwaombe mtambue uwepo wa naibu waziri wa ujenzi, Mheshimiwa Godfrey Kasekenya yuko hapa. Huyo hapa. Mheshimiwa naibu waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Ruben Kwagila huyo hapa. Mheshimiwa waziri wa maliasili na utalii, Daktari